Pengine kabla hata hajaenda mbali, miaka 10 umekuja kutengeneza kitu chako. Umepita kwenye njia ya kutoka analogia mpaka digitali kwenye kipindi chako. Sasa hivi kamera inaendeshwa na mtu mmoja tu kwenye studio za kisasa kama hivi. Bongo FM ni product ambayo imeanza tangu chini, na wewe ukiwa unaiona. Miaka yako 10 hii inaweza kuwa ndio alama kubwa zaidi ambayo hauhitaji hata maelezo marefu kuizungumzia. Ni sehemu, kwa sababu kama nilivyosema hata asubuhi nilikuwa nahojiwa nikasema kwanza nilipoteuliwa nilinamisha kichwa yani kwa huzuni. Nilikuwa nimependa sana kuwa chuo, nimemaliza shahada ya uzamivu, nilikuwa nataka niendelee sasa niwe profesa. Ndio kitu nilikuwa natizama, lakini na kufanya tafiti na kuandika. Nilikuwa nimetamani sana kufanya hivyo. Kwa hiyo nilivonyofolewa pale, maana yake ni kwamba nakuja kuanza maisha mapya. Na wakati huo kusema kweli TBC haikuwa na jina zuri sana mtaani. Kulikuwa na propaganda hasi dhidi ya TBC. Kwa hiyo na mimi nilivyo kuja hapa na mimi nikaingizwa umo kwenye hizo propaganda hasi. Lakini nasema kazi tulioifanya na wafanyakazi wenzangu kwa kipindi hiki cha miaka 10, na sio kwamba kila tulichokifanya ni mafanikio, kuna vingine tumejaribu vikawa vinashindwa. Kwa mfano, hapa mfano tu. Kuna wakati nilikuwa natamani sana nione TBC FM inakuwa tofauti. Siku moja naendesha gari kwenda Dodoma. Nimefungulia TBC Taifa, nasikia country music. Akina wale watu maarufu wale. Ken Rogers na yule Dolly Parton. Kumbe mnawajua na nyinyi. Sasa nikasema mimi sio mtu sana wa country music, ngoja nirudi TBC FM nisikie kuna nini. Kufika kule nako nakuta kuna country music. Sasa nikasema wanaigana. Sasa pale ndo likaja wazo kwamba hapana, lazima tufanye tofauti. Kwa hiyo nikamweka mtu pale kama mkuu wa TBC FM. Lakini na kwenyewe nikaona haibadiliki sana. Na yeye ni mtu mwema, amesoma vizuri, lakini yuko strict sana. Unajua ukitaka watu wawe wabunifu, waache kabisa, waache waje na mawazo na usiseme hatufanyi hivi. Hiyo hapana. Wape room, wape fursa, watumie ubunifu wao. Na hicho ndio mlichokifanya. Mimi natizama hivi vitu vingine hapa, sifa zinanijia. Bwana hongera sana umefanya nini, lakini watu watashindwa kujua kwamba niliwapa vijana, nikawaamini vijana, na kwa kweli vijana wametuheshimisha. Na hilo ni somo hata katika maeneo mengine, kwamba tusiye tukasema unajua vijana hawa wa siku hizi mwendo kasi lakini hawawezi. Tuwaache vijana, wakati wao ni tofauti.